Yohana sura ya kwanza mstari wa 29 inasema hivi, siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Amen. Sifa na utukufu tunarudisha kwako jioni ya leo, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kuna vitu viwili ambavyo vinamsaidia mtu kukua kiroho. Vitu vile vitotuma mtu akoza mukirishi. Ole bakirishi tuba atama bashikuko. Lakini vitu vile vinimusho akitetea ano. Ndio yanasaidia mkristo kukua. Kitu cha kwanza ni kusoma neno la Mungu kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku kusoma neno la Mungu. Na la pili ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi sana hawapo tayari ya kuchukua mahubiri ama mafundisho. Nafikiri ilikuwa vizuri kuwa tayari kuandika maneno ya Mungu. Siku ya posho iliyopita nilifurahi sana. Nilikutana na mtu mmoja pale kwa mchungaji Mbegalo. Aliponiona akacheka, akachukua Biblia yake, akasema ya kwamba mimi nafurahi sana na neno la Mungu ambalo ulifundisha. Nikashituka, akasema sekretari yetu ya pili Methodiste Kapiti, kwa ibada la jioni ulitufundisha kuhusu maombi, na akaleta andiko yenyewe akawa nayo. Kwa hiyo kuandika maneno ya Mungu ni lazima sana, itakusaidia. Na kwa sababu ya hiyo nitakumbusha yale ambayo niliyofundisha wakati wa Noeli. Wakati wa Noeli nilikumbusha kwenye mkutano wa Noeli kwa nini Mungu kuchukua mwili wa mwanadamu. Kwa nini Mungu kuchukua mwili wa mwanadamu? Nikasema sababu pale, sababu 4. Sababu ya kwanza ni kukamilisha maandiko, unabii kuhusu Yesu. Kwa sababu Biblia mzima imejaa unabii kuhusu Yesu. Alafu Yesu alichukua ama Mungu alichukua mwili wa mwanadamu kwa sababu ya kukamilisha yale ambayo yaliyosemwa na watumishi wa Mungu, kuhakikisha kwamba, kuonyesha kwamba neno la Mungu linabaki kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la pili, kwa nini Yesu alichukua mwili wa mwanadamu? Yesu alichukua mwili wa mwanadamu kwa sababu ufalme wa Mungu ushuke duniani. Mungu aliachia mwanadamu hapa chini, yeye Mungu akabaki juu. Halafu ili ufalme wa Mungu ushuke hapa duniani, ilibidi Mungu achukue mwili wa mwanadamu ili na yeye aitwe mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ilikuwa sababu ya pili. Sababu ya tatu ilikuwa upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Mungu alionyesha upendo wake, akashuka, akajifanya kuwa mwanadamu ili aonyeshe wanadamu kama yeye anampenda. Ndio maana Yohana anasema 3:16, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na pia neno la 4 ilikuwa Mungu alitaka kuonyesha hekima yake yeye kama Mungu, kujifunua kwa wanadamu. Yeye Mungu ambaye aonekane na macho ya wanadamu, lakini alitafuta njia ili wanadamu wapate kumuona na macho ili ya kinyama. Hii ilikuwa hekima
mwanadamu ili yeye Mungu apate kuwa sadaka kwa mwanadamu, apate kufa. Na ndio maana tunasherehekea siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nasema kwamba damu yake kuwa ukombozi wa ulimwengu. Ndio maana yeye Mungu alichukua mwili wa mwanadamu ili siku moja apate kufa na damu yake ipate kukomboa wa ulimwengu katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hili la mwisho ndilo tutakalosema jioni ya leo. Damu, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi za ulimwengu. Aliyosema hivi ni Yohana Mbatizaji. Alipomwona Yesu akaambia mkutano mzima ya kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu ambaye atakayechukua dhambi za ulimwengu mzima. Ndiye Yesu. Kwa nini? Nafikiri hatutaweza kusoma maandiko matakatifu yote kwa sababu naona muda umesonga sana. Kwanza tuseme dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi za ulimwengu. Ndio somo letu la leo. Lakini tuone dhambi ni nini? Nikisema mtu mmoja ni aseme dhambi ni nini, itakuwa vigumu kidogo. Kondikteri wa kwaya, unaweza jaribu dhambi ni nini? Dhambi ni kutenda mambo ambayo yako kinyume na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi amesema ya kwamba dhambi ni kutenda mambo ambayo yako kinyume na mapenzi ya Mungu. Iko sahihi, lakini ni nusu. Ni nusu. Dhambi sio matendo tu. Dhambi ni kila wazo. Usikilize ndugu zangu. Dhambi ni nini? Dhambi ni wazo, malinga. Dhambi ni nini? Dhambi ni neno unalosema. Dhambi ni wazo, neno, tendo unalolifanya, ama tendo usilolifanya, unaloshindwa kulifanya, ambalo halipatane na haki ya Mungu. Dhambi ni kila wazo, neno, tendo au kushindwa kufanya chochote ambalo halipatane na haki ya Mungu na ambayo inavunja uhusiano kati ya wewe mwanadamu na Mungu. Kwa sababu unaweza fanya dhambi katika mawazo tu, mawazo yako tu, ufikiri kwenye kitanda tu na unafanya dhambi. Unaweza fanya dhambi tu kwa maneno tu, unafanya dhambi. Unaweza fanya dhambi tu kwa tendo fulani, unaiba. Unaweza fanya dhambi ushindwa kufanya chochote. Kwa mfano, mtu mmoja yuko katika hatari, lakini wewe unashindwa kumwokoa katika ile hatari. Hayo pia ni dhambi. Alafu wazo, neno, tendo ambalo halipatana na haki ya Mungu na ambalo linavunja uhusiano kati ya wewe mwanadamu na Mungu, hiyo ndio dhambi. Sasa dhambi inaweza kuwa wazo, neno, tendo ama kushindwa kufanya jambo fulani ambayo ipatana na haki ya Mungu na ambayo inavunja uhusiano kati ya wewe mwanadamu na Mungu. Sasa nitajuaje mimi kama nitafanya dhambi? Hiyo ni swali.
nitajuaje kama mimi haya mawazo yangu, hilo neno ninalolisema, hilo tendo ninalolifanya linavunja haki ya Mungu? Nini itakusaidia wewe kutambua kama ni dhambi? Kitu cha kwanza, kile ambacho kitakusaidia kutambua kama unafanya dhambi ni kujua neno la Mungu, Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama aujue neno la Mungu, kama aujue neno la Mungu, auweze kutambua dhambi. Iyatoma batomanga. Pastor we mama metodisto mukatama abantu abantu yabo bigiwe ebulenge inge la kanisa, kwa sababu watu kama wajue neno la Mungu hawawezi kutambua dhambi. Hawawezi. Kama ujue neno la Mungu hautatambua dhambi, hawezi kutambua. Na jambo la pili ambalo litakufanya wewe utambue dhambi ni Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mungu. Warumi, mtu mmoja asome Warumi 8:5 mpaka 9. Warumi 8:5 mpaka 9. Ashitando ile ndio 18. Nasema hivi: kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale wafuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Ndio. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Amen. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Amen. Kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. 8. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Amen. 9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Endelee. Luka sasa 14. 14 inasema hivi: kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Amena. Kama tune na Roho wa Mungu, ataokembebili, ataotohebili, ataufanye nini aweze kujua Mungu. Na wewe sio mwana wa Mungu, na aweze kujua dhambi, aweze kujua dhambi. Kole mtu ashisoma Biblia ama watu anzi kwa nini wanasola kuangalia sana. Ninafikishi nasome. Wanasola kuangalia sana Biblia. Na ashisoma Biblia yose yanja mwanzo mpaka Ufunuo. Lakini sasa jirabani ndani kwa. Lakini kwa nini sisi hatuvuti? Hatuvuti kwa sababu ya nini? Kwa sababu Roho wa Mungu aliongoza watumishi wa Mungu walioanzisha kanisa ya kwamba hii tumbaku hii inaharibu afya ya wanadamu, hii haifai. Ni Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatuwezi kujua dhambi kama tujue neno la Mungu, na pia hatuwezi kujua dhambi kama sisi hatuna Roho wa Mungu. Na kuwa na Roho wa Mungu ni kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili. Ndio maana siku moja mwalimu wa Biblia Nikodemo, ambaye alikuwa profesa university pale Yerusalemu, akamwendea Yesu usiku. Asema, naona wewe kabisa wewe ni mwalimu. Unatoka kwa Mungu. Unatoka kwa Mungu. Lakini Yesu akamwambia Yohana,
akamuuliza Yesu mambo mengi. Yesu akamwambia Nikodemo, Nikodemo, ya kupasa uzaliwe mara ya pili. Nikodemo, mimi mzee nizaliwe mara ya pili? Nitawezaje kuzaliwa mara ya pili na mimi ni mzee? Yesu akasema, Nikodemo, uzaliwe mara ya pili kwa sababu mambo ya kiroho hauwezi kuyajua. Nikodemo, ina mwiki uchokole. Akamuuliza, Yesu anamuuliza Nikodemo, mwiki uchokole na wiki ujakole. Nikodemo akachanganyikiwa. Na bebe, mwiki ujakole na wiki ujakole. Tunama, kuwa Mkristo wa kweli lazima uwe na roho wa Mungu. Amen. Na ndipo utakapojua dhambi. Ndipo utakapojua dhambi. Hata wachungaji waseme nini, waseme hivi, wakwambie hivi, wakwambie hivi, kama hauna roho wa Mungu ndani yako, wewe si mwana wa Mungu na uweze kujua dhambi na hautaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini sasa Yohana amuite Yesu mwana kondoo? Mchungaji, soma kwa nini aitwe mwana kondoo. Soma Kutoka 12 mstari wa kwanza hadi 13. Kutoka 12 mstari wa kwanza hadi wa 13. Some Kutoka 12 mstari wa kwanza. Tunasoma, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri. Akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, kawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwanakondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. 5. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja, mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 18 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. 7. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. 8. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. 9. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja. Basi yatosha hivi. Asante. Soma Waebrania, mtumishi hapa conducteur. Soma Waebrania 9:22. Waebrania 9:22. 9:22. Nasoma Waebrania 9:22. 9:22 nasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Amena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati wa Israeli walitoka utumwani Misri, kwa nini Yesu aitwe mwana kondoo? Yohana anamwita, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi za ulimwengu. Kwa nini Yohana muite Yesu mwana kondoo? Ni fumbo. Alafu wakati wa Israeli walitoka utumwani Misri, Mungu alimwambia Musa ya kwamba Musa,
ambia wana wa Israeli wote, kila familia ichinje mwana kondoo, alafu hii damu ya mwana kondoo wapaki kwenye miimo ya milango. Ndio Waisraeli usiku ule wakachinja mwana kondoo, wakapaka damu kwenye miimo ya milango, ili makadre ile ya milango wakapaka, wakatia nani ile damu kule, kwa sababu usiku malaika wangu atapita. Mungu akasema mimi nitapita, lakini Mungu alituma malaika. Malaika akapita usiku, akifika kwenye nyumba anaona ile damu ya mwana kondoo, anapita. Akifika kwenye nyumba ambapo hakuna alama ya ile damu, malaika anaingia katika ile nyumba, anaua mtoto wa kwanza wa kiume na mtoto wa kwanza wa kiume wa kila nyama. Alafu ile siku Misri ambayo ilikuwa ndio nchi kubwa duniani mzima, ndio ilikuwa puissance kama Marekani hapa, kulikuwa vilio vya ajabu. Kila nyumba, kila mtoto mwanaume alikufa, na nyama mzaliwa wa kwanza naye akafa. Lakini wale ambao walitia ile damu kwenye miimo ya milango wa Israeli wakapona. Na siku hiyo Farao akaruhusu wana wa Israeli watoke Misri waende nchi ya Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Ukombozi wa wana wa Israeli ukasababishwa na ile alama ya damu ya mwana kondoo. Alafu Yohana ambaye alikuwa nabii alipomwona Yesu, kwa sababu Yohana alifanya miaka mengi sana hivyo jangwani anaomba Mungu, alikuwa mtawa bano atawa wa Mungu ucha mchala ndio uifungira makimu bano wose mwana ukimende mwana mmenda wa mama ine tocha ewe Mungu alikwambia nini na Biblia wana shida na Biblia ni wewe utalaniwa, siwezi kutaniwa. Unatawa maana yake wewe unazungumza na Mungu, lazima utuletee habari za mbinguni. Kama kuna habari ya mbinguni, shishi yo utawaomi. Sitaenda. Wengi wamekusumbua huko. Wamekusumbua. Lakini anayetawa lazima analeta habari nzuri, kwa sababu anazungumza na Mungu. Yohana huyu alitawa akabaki jangwani, Mungu akamuonyesha picha. Nipo Bwana mwana mtu ulibi. Kumanda na akiwa nacho tetanji wa hiyo tu. Na wakati alipomwona Yesu akasema, "Bwana mwana kondoo wa Mungu, aiondoaye dhambi za ulimwengu." Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Yohana anamuita Yesu mwana kondoo wa Mungu. Analinganisha Yesu na yule kondoo. Yule kondoo aliyochinjwa Misri ilikuwa mfano, lakini kondoo halisi ni Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kamilisha na andiko la Wakorintho wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 7. Some Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Kwa sababu basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka. Amen. Yaani Kristo Yesu. Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pasaka wetu ni nani? Pasaka wetu ni nani? Yesu Kristo. Ni Yesu ambaye alitolewa. Ndio Pasaka wetu. Yesu. Na huyu nyama aliyochinjwa pale Misri, walichagua nyama ambaye hana kasoro.
ambaye ana kasoro kabisa. Na ndivyo alivyokuwa Yesu kwa wanadamu wote ambao wamezaliwa na wanadamu. Mwenyewe alikuwa na dhambi ni Yesu Kristo mwenyewe. Ndio maana Mungu akamchagua akasema, basi utachukua mwili wa mwanadamu ili upate kuwa sadaka kwa wanadamu. Pasaka pale Misri, Pasaka maana yake katika Kiingereza bana ule malaika ambaye aliua watu pale Misri alipita juu. Hao Waingereza wa vijana wataelewa. Pass off. Ule malaika alipita juu ya nyumba. Pass over ndipo kwenye kumetokea jina Pasaka. Pass over. Alipopita kwenye nyumba ambayo ilikuwa na alama ya ile damu, mzaliwa wa kwanza alikufa. Mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu na mzaliwa wa kwanza wa nyama. Na neno letu la mwisho ni nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Leo somo letu lilikuwa mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tukajifunza dhambi ni nini? Tukasema dhambi ni kila wazo, neno, tendo au kushindwa kufanya chochote ambalo lipatane na haki ya Mungu na kuvunja uhusiano wetu na Mungu. Nitajuaje kama ninafanya dhambi? Uwe mwanafunzi wa Biblia na pia hakikisha una roho wa Mungu ndani yako. Na jambo la pili, kwa nini aitwe mwana kondoo? Kwa nini Yesu aitwe mwana kondoo? Kwa sababu analinganishwa na yule kondoo aliyochinjwa pale Misri. Ndio maana Yohana akaona ya kwamba Yesu ni mwana kondoo. Na kwa mwisho tusome katika kitabu cha Mathayo 27. Mathayo 27 mstari wa 51 mpaka 56. Mathayo 27 51 mpaka 54. Nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Ndio jambo la tatu. Tunasoma Mathayo 27 51 hadi 54. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Amen. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikaitetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika. Wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushitekene nani wewe? Mutekene wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msuku wa Yesu. Eno andiko amweze lungi twanasangana na utochao benwandi. Mchungaji kwa watu wanakocha ile nitwe hapa. Hakikisha tangaza wewe watu ni Mungu na karatasi. Kwa sababu mimi si mwinjilisti. Nisijue mwinjilisti. Sisi tenda ni wewe. Katika jina la Yesu kama utafanya utaenda jehanamu. Mimi ninafafanua neno la Mungu. Basi. Sisi wote msalaba. Mchungaji anacha. Mpaka shiki wote msalaba. Lusuku na kule Yesu. Ule mshiwa Yesu. Ewiyo teta hasi tu. Papika Yesu machimu. Numpandi mshiwa Yesu yoteta hasi tu. Na esenta Yerusalemu yose. Ukawa tetemeko. Tremblement de terre. Esenta yose yatenga totenga. Miamba. Benuba nunga shikile nani miamba. Miamba Bwana. Una witu atanya ruhusu kama mwenye ni miamba. Mambo matunda ndio miamba. Miamba ikapasuka. Damu ya Yesu kumwagika chini, miamba ukawa tetemeko, miamba ikapasuka,
agano pale Yerusalemu kulikuwa pasia ambayo ilikuwa inatenga watu wengine na kuhani mkuu ambao walikuwa wanaita mahali patakatifu pa patakatifu. Aliyeruhusiwa kuingia hapo alikuwa kuhani mkuu peke yake. Lakini ile siku ile pasia ambayo ilikuwa inatenganisha watu ikapasuka. Kila Mkristo ilikuwa alama ya kwamba kila Mkristo anakuwa kuhani, ana uwezo wa kwenda mbele za Mungu, ana uwezo wa kufikisha maombi zake mbele za Mungu na Mungu kumsikia. Bwana Yesu asifiwe. Miamba ikapasuka. Na lingine ile wakati sasa Yesu amekufa, ameenda kaburini, anafufuka, watu ambao walikufa, watakatifu ambao walikufa, miili ya watakatifu ikatoka makaburini na watu wakawaona pale Yerusalemu. Inateu. Na ikasema ya kwamba Yesu akapanda nao paradiso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo watu wa Mungu, damu ya Yesu Kristo ina nguvu ya ajabu. Kuna nguvu ya ajabu kati damu ya Mwokozi. Kuna nguvu ya ajabu kati damu yake. Katika damu ya Yesu Kristo muna nguvu ya ajabu. Kama unaitambua wewe hautajua nguvu ya damu ya Yesu Kristo ambayo ilikufanya uwe vile ulivyo. Hapana mwanadamu. Mwanadamu nani? Mwanadamu nani? Unamutumiwa na shetani uli mubabo. Na boba. Wiki ubuncha biboba. Bakiri shituba akela boba. Ubaka lushama nyama kalama bane nebo. Na bobo boba washiba we biboba. Mwapa na biboba. Chike uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Naye ubikiri. Watu wa shetani wananitambua na siweze kamwe kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ninatambua nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.